na imani kwenye nidhamu na kwenye kujituma na kumwamini Mungu. Pengine tangu ujiunge na timu ya taifa ya Tanzania kwa wakati huu, kitu gani cha tofauti umekiona kwenye squad ambayo imeitwa na Mwalimu Gamondi? Mimi naona ni mwendelezo mzuri, kwa sababu hata ukiangalia mashindano yaliyopita kwa Mwalimu Miguel Gamondi alifanya vizuri kwenye michuano ya AFCON. Kwa na imani hata squad aliyoita itaenda kufanya vizuri kwa tunapoenda. Kibabage, pengine sasa kuanzia hapa umejipangaje kama mchezaji kwa na muendelezo wa kuitwa mara kwa mara katika kikosi cha timu? Nimejipanga endapo nitapata nafasi na kuweza kuitumia vizuri kuhakikisha kumshawishi mwalimu kuendelea kuitwa. Na siku chache kuelekea Rwanda, pengine hili kwetu halina ugumu wote kama katika upande wa maandalizi? Sidhani kama utakuwa kuna ugumu, kwa sababu watu wametoka kwenye ligi juzi tu, hajatoka kwenye holiday. Kwa na imani ni mwalimu tu kuchagua wachezaji wake wale best player wake kuhakikisha kwenda watumie. Wakati unakuwa katika mpira wa miguu, bila shaka timu ya taifa ulikuwa unaifuatilia. Mzee gani ambaye hasa alikuwa na kushawishi ama kukuvutia siku moja na ule kucheza timu ya taifa? Samata. Bwana Samata. Katika upande wako nafasi ambayo unacheza? Ni sio Mungu, ni Samata sasa. Namba yako ambapo ni upande wako ambao unacheza beki. Huyu kaniuliza swali ambalo mchezaji ambaye nimewahi kuvutiwa naye. Akarudi tena. Maana nimesema ni Samata. Tunauliza sasa lingine hapo. Kwa namba yako unaocheza namba 3 beki ya kushoto. Ni sio Mungu. Mimi sikuwa nacheza beki eti. Zamani. Kwa zamani ngapi? Mwanza wingi. Kwa hata nikisema katika makuzi yangu niseme nianze kufikiria eti namba 3. Nitadanganya hapa umma. Ila tu ni mchezaji ambaye ni kioo ambacho nilikuwa navutwa naye, ni captain. Kwa hiyo katika ndoto zako za kuchezea timu ya taifa ulikuwa unawaza kama ukija kucheza utakuwa winga na sio beki? Mimi nilikuwa winga, sio Mungu. Ila huko ndio wakati na utafutaji huko mbele. Ndio jina la Messi likopatikana huko. Na AKA wewe sasa ilikuwaje kutoka kwenye ushambuliaji kwenye winga na kuja kwenye beki? Ilikuwa kwaje hapo ukashift kuingia kwamba kwa unacheza hivi sasa? Nani alihusika? Kimpose. AFCON 2017 Gabon. Unahisi wapi unakuwa bora zaidi, ukicheza kama winga ama ukicheza kama beki? Kwa sasa inabidi nizungumzie position ambayo nipo, kwa sababu ndio position ambayo Tanzania wananifahamu. Kwa sababu hata wewe mwenyewe unanijua mimi namba 3. Unajua kama winga. Kwa hiyo bora namba 3, namba hiyo winga. Namba 3 winga ingekuwa hapa mpaka sasa hivi. Lakini ukijaribu kutazama kama ukicheza yani ukishavuka mstari wa ulinzi kusogea mstari wa mbele zaidi, unakuwa kama una hatari zaidi. Pengine zile skills za winga ndo chanzo cha wewe kuwa na hatari kiasi hicho? Hamna, ni maelekezo tu ya mwalimu anapokupatia unapokuwa kuna mchezo unafanya majukumu yako unapoambiwa kwenda kutekeleza. Kwa maana hiyo, kwa namba ambayo ulikuwa unacheza zamani, Kibabage sasa hivi angekuwa sijui ya Mungu mimi. Au lolote lingeweza kutokea. You never know. Mimi hatujui. Ni mchezaji gani hasa ambaye anakuvutia kwa ujumla sasa? Kwa sababu inaonekana wengi ni mashabiki wa Ronaldo. Yaani sijakuwa duniani. Messi. Si nilisema hapa Kibabage kanikataa. Mimi nimesema ukauliza swali mchezaji ambaye anakuvutia duniani Messi. Wewe kwa vice versa. Shazoea kule upande ule wengi mnakuwa mnavutiwa na bwana Ronaldo. Hapana. Upande upi huo? Tunazungumzia 7. Messi anacheza 10. Bana Kibabage. Messi hata 7 anacheza. Na ndio maana ikawa AKA yako. Kwenye AKA hapo Kibabage hataki. Ushakutana na winga gani akakusumbua sana? Tangu uanze kucheza position ya beki. Mshambuliaji gani ambaye ushakutana naye akakusumbua sana? Nimemsahau jina, ila nakumbuka na winga mmoja tulikutana naye under 17, ndo mara yangu ya kwanza kucheza fullback wa Egypt. Yaani siwezi kumkumbuka jina lake ni nani. Siku ile nilipata shida sana. Nasema kauli nimezisikia, nasema jana mgeni rasmi kalala hoi. Nilisemaje hilo? Ani vipi? Mgeni rasmi jana kwenye shughuli kalala hoi kweli, kwa shughuli aliyokutana nayo kule winga pembeni.
Pengine labda tunataka kuzungumzia masuala ya utaifa. Uzalendo kwanza. Masuala mengine tuachane nayo. Sawa, tuambie Kibabage, kwa maana ya mashindano ya FIFA Series ni maandalizi kuelekea AFCON 2027. Pengine kama mchezaji wa timu ya taifa unatamani kuacha alama gani katika hiyo michuano 2027 ya AFCON? Kwa upande wangu ni ndoto nyingine ambayo iko mbeleni ambayo inakuja, kwa sababu kucheza AFCON pia ni moja profile kubwa kwa mchezaji.